nafasi ya kuweza kusoma baadhi ya mienendo ya wachezaji hasa kwenye ile tactical awareness, kimbinu, namna gani ya kuelewa, lakini pili kujua ni namna gani ambavyo wanaweza wakafiti kwenye system ya kiuchezaji. Na ndio maana leo kuna baadhi ya wachezaji ambao walikuwa hawapati nafasi ya kucheza kwenye mechi kama mbili, hata mechi ya mwisho dhidi ya Esperance de Tunis wamepata nafasi ya kucheza. Mmoja ni bwana mdogo Anthony Mligo, muona amecheza hii leo, lakini kama haitoshi pia leo mwalimu ameingia tena na force number 9 Kibu Denis Prosper akicheza kwenye eneo la ushambuliaji. Suleiman Mwalimu pamoja na Jonathan Soa walianzia benchi. Lakini kama haitoshi pia leo tumeona igizo jipya baada ya kuumia Wilson Nangu, ameingia Ismail Toure kwenye eneo la backline, amepacha yeye pamoja na Roshan De Rocco. Kabisa inakuonyesha jinsi gani ambavyo mwalimu kuna kitu alikijaribu leo hii. At least of course inawezekana kwa sababu aliumia Wilson Nangu, lakini bado inakupa taswira ya kwamba kuna kitu mwalimu alitaka kukiona kwenye ile combination ya wale watu wawili, kwa maana ya Ismail Toure pamoja na Roshan De Rocco. Lakini kwenye eneo la katikati bado mwalimu ameendelea kumwamini Alassane Kante. Baada ya kuchoma kwenye mechi ya kwanza, akaamua tena kumrudisha tena na Yusuf Kagoma. Ile pacha ambayo ilianza first half kwenye mechi ya Esperance de Tunis na Simba Sports Club, wakabahatika kupata magoli mawili. Kwa hiyo mwalimu aliona ina kitu. Ngoja tena nikaijaribu kwenye mechi hii ambayo inawezekana ikawa haina impact yoyote chanya, lakini bado kuna kitu inaweza ikanipa hii combination ya watu wawili. Alafu juu kamwonyesha Morris Abraham ambaye pia na yeye kwenye mechi ya Esperance de Tunis alianza, baadaye akatolewa kama sabu na Mwamba Lusaka Chama. Kwa hiyo kuna kitu. Mabadiliko mengine alikuwa ni Elim Panzu Kibisawala, alianza kwenye kikosi. Mwalimu kuna kitu alikuwa anataka kukiangalia haswa chanya kimbinu, wachezaji kuwasoma, namna gani ambavyo wanaweza wakafiti, na nafikiri leo amefanikiwa kwa kiasi kikubwa kwa sababu kila alichokihitaji amekipata. Ameenda kupata sare ugenini. Sawa, ameenda kupata sare ugenini, lakini pengine kumekuwa ni kipindi cha pili, mchezo ulibadilika sana. Substitution zilienda kubadilisha mchezo, haswa Loemba alivyoingia kipindi cha pili na Ansel Ola. Yes, wow. What a player. What a player. Enos Loemba. Mara ya mwisho nakumbuka nilipokea video zake alipokuwa anacheza Colombe Sportive ya Cameroon. Nilimwangalia nikasema yes, inawezekana kuna mtu, lakini nahitaji kumuona tena na tena akitumikia jezi ya klabu ya Simba. Leo nimemuona. First touch yake tu kiukweli kwangu mimi imeniimpress. Imenifanya niamini ya kwamba Simba Sports Club na Jairuti hawakufanya makosa kumchukua Enos Loemba kutoka Colombia Cameroon. Hawakufanya makosa kwa sababu alikuja kuwapa uhai mkubwa sana kwenye lile eneo la 18 yard, yani between the line, kwa maana ya nyuma ya kiungo cha ulinzi cha Petro de Luanda na kwenye eneo la kiungo cha ushambuliaji sa Simba. Namna ambavyo alivyokuwa akipokea mipira, namna ambavyo anavyoiachia, wanasema execution yake ni hali ya juu sana. Lakini namna ambavyo amekuwa akijaribu kuathiri ule mchezo pale mbele, the way ambavyo anapopokea mpira, anavyoangalia wapi kupeleka. Hata goli ambalo alilofunga Simba, angalia pasi aliyopiga, alivunja mstari ule wa mwisho na kwenda kumfikia Ansel Oura, then Ansel Oura akacheza 1-2 yeye pamoja na Suleiman Mwalimu, afu akaenda kupata goli. Kwangu mimi ni aina ya kiungo ambaye Simba Sports Club walikuwa wanamhitaji. Kwa nini wali struggle kipindi cha kwanza? Kwa sababu walianza na Morris Abraham ambaye yuko direct sana. Yani Morris Abraham anapenda kufanya dribbling kuliko kuchukua mpira akaanzisha faster kwenye nafasi. Hiyo ndio ilikuwa tofauti. Lakini alipoingia Enos Loemba akipokea mpira, ile receiving yake, namna ambavyo anavyo retain pia mpira na ku release, anavyouachia, yuko faster. Na mwisho wa siku kama mnafanya tukio, either mnashambulia kwa kushtukiza ama mnashambulia kwa kuifungua timu kwenye open play, easy kwa wale viungo shambuliaji kukimbia kwenye nafasi na kupokea mpira kwa rahisi. Kwangu mimi wow, what a player. Mechi moja tu ya Simba mpata mali sana. Sitaki kuweka akiba maneno. Binafsi nimejimaliza. Yani najimaliza hii, na nafikiri unaweza kaiandaa pia kama receipt, kwa sababu najua watu watasema unajimaliza sana mapema sana. Yes, mimi nataka nijimalize kwa Enos Loemba kwa sababu amenionyesha kitu ambacho pengine labda Simba Sports Club walikihitaji kwa muda mrefu sana. Umeona huyo kiungo mshambuliaji ambaye yuko direct kwenye kupiga pasi. Unaweza ukawalaumu vyote vile ambavyo unaweza ukawalaumu Simba Sports Club
msimu hawajafanya vizuri kwenye mashindano ya CAF Champions League, kwenye hatua ya makundi wamefanya vibaya, wanamaliza wakiwa kwenye nafasi ya mwisho. Lakini binafsi ukiniuliza mimi, when it comes kwenye issue ya mchezaji mmoja mmoja, Simba Sports Club wana bonge moja la timu, wanahitaji kumpa muda tu Mwalimu Steve Barker na kuacha migogoro ambayo inaendelea hivi sasa makundi. Na kama kuna watu hawahitaji labda Simba ifanye vizuri kwa hivi sasa, basi wakae pembeni ili waonee huruma mashabiki wa Simba ambao kiuhalisia wamekuwa wakiumizwa na wamekuwa wakilalamika bila kujua tatizo la Simba lipo wapi. Huo ndio uhalisia kaka. Sawa, pengine sasa ni kama mnyama hataki kumaliza kizembe, anataka kulinda angalau ile heshima ambayo wameiweka. Mnyama amna heshima, ishaondoka mnyama. Heshima ishaondoka. Mnyama anamaliza wa mwisho kwenye kundi, tayari heshima imeshafanya nini? Imeshaondoka, kwa sababu ndani ya misimu 7 Singano Simba Sports Club break ya kwanza robo finali. Simula vizuri. Mnyama msimu huu anamaliza akiwa nafasi ya mwisho. Simula vizuri. Yes, ni mpira wa miguu, lolote linaweza likatokea, lakini honestly speaking, mnyama Simba Sports Club anamaliza akiwa wa mwisho, hadhi yake ikiwa imeshuka. Nilikuwa naangalia juzi ranking zilizotoka za CAF za mwaka 2025. Amewazidi Pyramids, amewazidi Berkane na Zamalek. Mnyama. Ambapo Zamalek na pamoja na USM Alger. Zamalek, USM Alger pamoja na Pyramids wana nafasi kubwa ya kufuzu kwenye hatua ya robo finali. Lakini hawa ambao nakutajia wana nafasi kubwa ya kwenda kuchallenge mpaka nusu finali, ikiwezekana finali. Lakini ukiangalia alama, Simba ana alama 48. Alafu wanaifuatia ni Pyramid na alama kama 45 hivi. Kiasi ambacho kama Pyramid akitengeneza alama zingine kama 8 mpaka 9, anaenda na kaa juu ya Simba, anamshusha. Zamalek pia na yake tengeneza akienda mpaka labda nusu finali mpaka finali, anaenda anamshusha tena Simba kwenye ranking. Jamaa tayari keshapoteza. Sibula vizuri. Kwa kwanza umepoteza ujenda robo finali ya CAF Champions League ambapo ilikuwa imezoeleka, lakini pili umemaliza wa mwisho, ni aibu. Tatu, kuna baadhi ya timu ambazo zimefanya vizuri zaidi yako wewe zimeenda kukukalia juu kwenye ranking. Hiyo ni aibu na haiwezi kuvumilika kwa klabu yenye status kubwa kama Simba Sports Club. Na binafsi hata mimi niliamini kwamba Simba na Yanga angalau wangetutoa kimasomaso wa Tanzania kwenda kwenye hatua robo finali na ikiwezekana nusu finali, kwa sababu huo mzuri wa kuchukua ubingwa wa CAF Champions League huo ndio uhalisia. Hivi kwa upande wa hasa tuanze kipindi cha pili, baada ya Shomari Kapombe kutoka tu, kipindi cha pili walicheza Simba wakiwa pungufu, lakini pia wakapata wasawa kuweza kurudisha lile goli. Watu wameona utofauti mkubwa kwamba Shomari ametoka lakini timu imekuwa iko vizuri. Na watu huwa kuna story bwana, Shomari kazeeka atoke. Unahisi kutokuwepo kwake kumeongeza kitu chochote katika Swali zuri sana kwa sababu kuna tabia moja. David Kameta Duchu hapati nafasi mara kwa mara ya kwanza. Kama umefuatilia, na kumekuwa kuna maneno mengi sana kwamba Simba Sports Club inabidi waingie sokoni kwenda kutafuta fullback mwingine ambaye atakuja kumchallenge nani, Shomari Kapombe. Lakini ukweli ni kwamba leo David Kameta Duchu ameonyesha kwamba anaweza akaaminiwa na akatoa performance bora sana. Binafsi hata mimi baada ya kutolewa Shomari Kapombe, kiukweli nilisema huko si bora upande sasa shughuli ipo. Simula vizuri kwa sababu ni upande ambao yupo Antonio Hos, fullback wa Petro de Luanda, ana uwezo mkubwa sana. Lakini kama haitoshi pia yuko Tolo, muone fundi mmoja hivi Honduras, muone ana uwezo mkubwa sana wa kiufundi. Nakumbuka ndo alifunga goli hapa Benjamin Mkapa. Lakini ni upande ule pia ambao anaenda kucheza pia Thiago Reis, ambaye kwa kiasi kikubwa sana ndo alienda kumchanganya sana Shomari Kapombe. Sasa nikasema anaingia Duchu, game time yake kupata ndo hivyo ya kuungaunga inakuwaje. Lakini kiukweli Duchu alikuwa na performance bora sana leo. Kwanza kwenye eneo la uzuiaji, discipline yake ilikuwa ni kubwa sana. Hakuwapa uhuru wala nafasi mpaka Antonio Hossi akatolewa, akaingia Anderson Cruz ambaye pia na yeye alienda ule upande kucheza kama fullback wingback wa kule, lakini bado pia Duchu aliendelea kuadhibiti. Na hata goli ambalo alilolipata Simba Sports Club,
Pia hata mashambulizi pia yalitokea upande ule ule kule ambapo alipokuwa anacheza Duchu. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri Shomari Kapombe, heshima aliyotengeneza Simba Sports Club, maneno yanazungumzwa kwamba Shomari Kapombe kazeeka ni kweli, umri umeenda, lakini bado anatoa performance nzuri sana. Kitu positive ambacho wanaweza kaondoka nacho leo wana Simba ni kwamba Duchu ameonyesha performance nzuri sana na anaweza angalau kuja kuwa replacement yake kama ataendelea kupewa game time na kuaminiwa. Kwa kujibu moja kwa moja swali lako ni kwamba Duchu amekuja kujibu maswali mengi magumu ambayo mashabiki wa Simba, wachambuzi, wadau walikuwa wanaamini kwamba hawezi kufanya nini? Hawezi kufanya. Kwangu mimi anaweza akafanya ili mradi apewe nafasi. Kuna baadhi ya vitu avirekebishi hasa kwenye kupiga cross zake, bado sio cross ambazo zina macho. Anavyo overlap, namna ambavyo Shomari Kapombe anavyoshambulia ni tofauti kabisa anavyoshambulia Duchu, na hiyo yote ni kwa sababu ya uzoefu na kupata game time. Shomari Kapombe kapata game time mara kwa mara na anapata game time mara kwa mara na amecheza mechi nyingi sana kwa uzoefu mkubwa sana. Kwa kwangu mimi nafikiri issue ni game time na nafasi, lakini Duchu amekuja kumreplace vizuri sana Shomari Kapombe na ndio maana watu wakuona hilo pengo. Sawa, mechi ya leo ni kama pengine mnyama angeshinda mechi hapa zidi ya Esperance. Hii mechi ni kama Petro alikuwa walaini sana. Tuseme hivyo Kabwe. Petro msimu huu na wenyewe wameshuka, ni basi tu. Petro ameshuka, lakini kibaya zaidi unajua walikuwa na kocha wao anaitwa Frank Atingo, Mspain yule. Kwa bahati mbaya baada ya mechi ya Simba aliondoka kwenda Russia. Alichukuliwa. Wakampa nafasi Savio yule bonge yule mchezaji wa zamani wa Al Ahly. Bado mechi ya pili hii anaonekana kufanya vibaya. Kuna muda fulani ulikuwa unaangalia video, mashabiki walikuwa wanalalamika, timu haichezi kabisa vizuri. Fikiria mechi mbili za nyumbani ambazo zilikuwa zinatakiwa ziwahakikishie wao kufuzu kwenye hatua inayofuata, zote wamesare. Dhidi ya Stade Malien wamesare, dhidi ya Simba Sports Club wakiwa pungufu wamesare. Ni uzembe wa hali ya juu mno ambao Petro msimu huu ameufanya. Subira vizuri. Lakini Simba Sports Club mechi ya Benjamin Mkapa haitaacha kuwa kumbukumbu mbaya kwa mashabiki wa Simba maishani mwao mote, kwa sababu ni aina ya mechi ambayo kwanza walikuwa wanaongoza magoli mawili. Ni aina ya mechi ambayo ilikuwa ndani ya uwezo wao na walipaswa kushinda. Subira vizuri. Ulikuwa ni uzembe wa hali ya juu kuanzia kwa wachezaji mpaka benchi la ufundi kutokuidhibiti ile mechi. Light kama Simba Sports Club wangeshinda mechi ya Esperance de Tunis. Trust me my brother. Simba Sports Club walikuwa na uwezo mkubwa sana wa kwenda kufight na kuchukua alama 3 kwenye of course, kwa sababu Simba ana historia na uwanja wa Novemba 11 pale Luanda, kwa sababu nakumbuka alikutana na Primera de Agosto. Kipindi kile kocha alikuwa Juma Mgunda, akapiga chuma 3-1 aliwafunga Primera de Agosto. Nakumbuka alienda kucheza pale na Bravo de Maquis, wakatoka sare 1-1 kama unakumbuka, goli la Lionel Yateba. Na leo wameenda kucheza na Petro de Luanda, wametoka sare ya goli 1-1. So hana rekodi mbaya kwenye ule uwanja. Kwa kwangu mimi nafikiri ni wao wenyewe tu walishindwa kuchanga karata zao vizuri kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Then leo ilikuwa ni kukamilisha ratiba. Mwisho wa siku kama wangepata matokeo mazuri hapa Benjamin Mkapa, leo walikuwa wanafufua matumaini ya kwenda kwenye hatua ya robo finali. Lakini huu ni mwaka mbaya sana kwa Simba. Nafikiri kila wanachogusa kinageuka kuwa jiwe badala ya kuwa dhahabu. So msimu huu wamefeli.